Asilimia kubwa ya binadamu wameweka vitu mbalimbali vinavyohusiana na urembo na utanashati kwenye vyumba vyao vya kulala. Vipo baadhi ya vitu ambavyo hautakiwi kuviweka kwenye chumba chako cha kulala kwa sababu mbalimbali ambazo nitakwenda kukuambia hapa. Miongoni mwa vitu ambavyo hutakiwi kuviweka chumbani mwako na kuvielekezea upande wa kitanda chako ni kioo. Bila shaka asilimia kubwa ya binadamu kuna dressing table kwenye vyumba ambavyo wanalala kwa lengo la kujitazama pale wanapokuwa wamevaa mavazi, ama kwa wanawake pale wanapokuwa wamejipodoa ama kujifanyia makeup, kwa ajili ya dhumuni la kuhakikisha wanaonekana warembo ama wanaume wanaonekana watanashati. Pamoja na kuwa na vioo katika makazi yetu ni jambo zuri ambalo linatufanya tujihakikishie urembo na utanashati ambao tumejifanyia katika miili yetu, lakini ni kosa kubwa kuwa na kioo ambacho kimeelekea katika upande wa kitanda chako ama dressing table yenye kioo ambayo imeelekea katika upande wa kitanda chako. Nitakuambia ni kwa sababu gani katika video hii. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii ya Fafanuo Media. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni sababu 10 kwa nini hautakiwi kuelekezea kioo katika upande wa kitanda chako. Namba 1, kioo kina kawaida ya kuvuta nguvu za kiroho. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Zipo imani na tafiti mbalimbali za kiroho ambazo zinathibitisha kuwa kioo ni lango la ulimwengu wa kiroho. Utakapoweka kioo kikawa na uelekeo wa kitanda chako, kwa sababu kioo ni lango la kiroho, wapo viumbe mbalimbali wa kiroho ambao wanaweza kuingia chumbani kwako, hasa wakati ambao utakuwa umepitiwa na usingizi. Kuelekezea kioo katika upande wa kitanda chako ama kukiweka kioo katika chumba ambacho unakitumia kulala wakati wa usiku kutapelekea viumbe mbalimbali wakiwemo majini, wachawi ama nguvu zote za kiroho ambazo inawezekana zikawa nguvu mbaya zikaanza kuingia katika chumba chako na ukajikuta umeanza kuishi na viumbe wasiokuwa wa kawaida katika chumba chako. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wameweka vioo katika vyumba vyao, unapofika wakati wa usiku hakikisha unakifunika kioo chako kwa kitambaa, ama kama inawezekana hakikisha chumbani kwako kunakuwa hakuna kioo, ambapo unaweza ukawa unatumia kioo kidogo kwa ajili ya kujitazamia, ama kama inakulazimu kabisa hakikisha kioo ambacho kipo katika chumba chako hakijaelekea katika upande wa kitanda chako. Namba 2, kuelekeza kioo katika upande wa kitanda chako kunaongeza uwezekano wa kuwa na ndoto mbaya. Tafiti mbalimbali za kiroho na kwa mujibu wa imani mbalimbali zilizopo maeneo mbalimbali katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe zinathibitisha kuwa asilimia kubwa ya binadamu wanaolala katika vyumba ambavyo vina vioo vilivyoelekezwa kwenye vitanda ambavyo wamelalia huota ndoto mbaya kuliko nyakati ambazo binadamu hao wanapokuwa wamelala katika vitanda ambavyo hakuna vioo ambavyo vimeelekezewa upande huo. Hivyo basi inaaminika zipo nguvu mbalimbali ambazo hupita katika vioo. Kwa sababu hiyo, utakapokuwa umelala huku kioo kikiwa kimeelekea katika upande wa kitanda chako, kuna uwezekano wa negative energy kupitia katika kioo na kuingia katika mwili wako, jambo ambalo litapelekea uanze kuota ndoto mbaya za kutisha kila wakati, ikiwa ni pamoja na kuukosa usingizi ambao ulitamani kuwa nao. Kwa sababu hii, sikushauri kuelekeza kioo katika upande wa kitanda chako, hasa wakati wa usiku. Wakati wa usiku unapofika, ikiwa kuna kioo ambacho hauwezi kukiondoa, ni vema ukakifunika ili kusiwepo na namna ya nguvu mbaya kuingia katika chumba chako. Namba 3, kioo kuelekezwa katika upande wa kitanda kunaleta hofu na wasiwasi usioweza kuelezeka kiurahisi. Miongoni mwa tafiti mbalimbali za kiroho na kwa mujibu wa imani mbalimbali, inathibitika kuwa wakati wa usiku mwanadamu anapokuwa amelala
alafu mbele ya kitanda chake kukawa kioo. Akiwa anajiona kwenye kioo hicho, anaweza kuhisi hofu ndani yake, hasa mwanga unapong'aa na kivuli kinapopita. Huu ni wakati ambao asilimia kubwa ya binadamu huwa wanajikuta wakiwa na hofu, na ninaamini kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao huwa wanaweza kulala huku kioo kikiwa mbele yao, huwa hawawezi kuupata usingizi ambao unatakiwa, kwa sababu wanajikuta wakiwa na wasiwasi ambayo hawaelewi inatokana na nini. Na wakati mwingine wasiwasi ambayo unaweza kuwa unaihisi pale kioo kinapokutazama wakati kikiwa kimeaksi taswira yako, ni kwa sababu ya negative energy ambayo inaweza kuwa inapenya kupitia kioo na kuingia katika mwili wako. Huo ni wakati ambao mwanadamu atajikuta akiwa na hofu ambayo haelewi inatokana na nini. Ukiona hali hiyo, ni vema ukafunika kwa kitambaa kioo ambacho kinakuangalia, na hapo utaupata usingizi mzuri usiokuwa na hofu wala wasiwasi ndani yake. Namba 4, kuelekeza kioo katika upande wa kitanda chako kutapelekea mwili wako upokee negative energy, jambo ambalo ni chanzo cha mikosi katika maisha yako. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, zipo nguvu za aina mbili. Kuna positive energy, lakini pia kuna negative energy. Tunapozungumzia positive energy, huwa ni energy ambayo inaleta bahati njema pamoja na mafanikio katika maisha ya mwanadamu, lakini tunapozungumzia negative energy, ni energy ambayo inaleta changamoto, bahati mbaya, mikosi, magonjwa na nuksi katika maisha ya mwanadamu. Mara nyingi mwanadamu anapokaribiliwa na negative energy, atajikuta anapoteza furaha, anakuwa na wasiwasi, anakuwa na hofu muda wote, anakuwa mtu wa kujilaumu, na vitu vingi ambavyo mwanzo vilikuwa vinaenda vinaacha kwenda. Sasa basi, sote tunajua tabia ya kioo. Kioo kina kawaida ya kuaksi taswira mbalimbali ambazo zinapita ama zinazokuwa mbele yake. Na negative energy pia kuna wakati zinaweza kuwa zinatakiwa kusafiri kutoka upande mmoja wa dunia kwenda upande mwingine wa dunia, kwa sababu muda wote energy huwa zinakuwa zinasafiri kupitia frequency mbalimbali. Kwa sababu kioo kina kawaida ya kuaksi na umekiweka mbele yako, ina maana kitakuwa kina aksi negative energy, na kisha zina reflect upande ambao wewe umelala, na utakuwa unajikuta umeamka mwili wako ukiwa na uchovu, ukiwa umepoteza tumaini, ukiwa mtu ambaye hauna furaha na huzuni ambazo haujui zinatokana na vitu gani kwenye maisha yako. Kwa sababu hiyo, ninakushauri endapo umelala katika chumba ambacho kuna kioo kimeelekezwa katika upande wa kitanda chako, kabla ya kulala hakikisha unakifunika kioo kwa kutumia kitambaa ikiwa hauwezi kukiondoa kioo hicho katika chumba ambacho umelala. Namba 5, kioo huamsha nguvu hasi katika chumba chako. Miongoni mwa tafiti ambazo zimewahi kufanyika katika uso wa dunia ni utafiti ambao ulifanywa na Feng Shui, ambaye yeye alibaini kuwa mwanadamu anapolala huku kioo kikiwa katika chumba ambacho huwa analala, endapo kioo hicho kikiwa wazi, kinaweza kuvuta nguvu hasi zilizopo maeneo mbalimbali ya ulimwengu, na nguvu hizo mara nyingi zitamsababishia mwanadamu kuwa na huzuni ambayo haelewi chanzo chake ni nini. Atajikuta anakuwa na hasira, atajikuta anakuwa na msongo wa mawazo. Kioo kinaimarisha hali hiyo katika chumba chako, na mara nyingi utajikuta kila unapoingia kwenye chumba chako, kama ulikuwa na furaha inatoweka. Unajikuta ni mwanadamu ambaye unajilaumu na kujiona mkosaji kila wakati. Uimara uliokuwa nao unatoweka. Unajikuta unajitazama katika udhaifu kila wakati. Ni kwa sababu ya kioo ambacho umekielekeza katika chumba chako cha kulala ama katika kitanda chako cha kulala. Hakikisha kabla ya kulala unafunika kioo chako kama hauwezi kukiondoa katika chumba chako cha kulala. Namba 6, kuelekeza kioo katika upande wa kitanda chako kuna athiri ubora wa usingizi. Asilimia kubwa ya binadamu wanaolala katika vitanda ambavyo vimeelekezewa vioo huwa hawawezi kupata usingizi mzuri ukilinganisha na binadamu wanaolala kwenye vitanda visivyoelekezewa vioo. Ni kwa sababu kioo kinaweza kuathiri utulivu wa akili na kupunguza usingizi wa kina, kwani tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikithibitisha kuwa kioo kinapoelekezwa mbele ya mtu ambaye amelala
kinaweza kuathiri utulivu wa ubongo, mwanadamu akashindwa kupata usingizi wa kina ambao anatakiwa kuwa nao katika hali ya kawaida. Namba 7, kioo huleta usumbufu wa macho wakati wa mwanga wa usiku. Mwanadamu anapokuwa amelala alafu mbele ya kitanda chake kuna kioo ambacho kimeelekezwa kwenye kitanda chake, mwanga wowote ambao utapiga kwenye kioo utatengeneza reflection ambayo moja kwa moja itaenda kumuathiri katika uso wake, jambo ambalo litapelekea homoni ambazo zinahusika na kumtengenezea mwanadamu usingizi ziweze kuzalishwa kwa uchache, na hali hiyo itamfanya mwanadamu akose usingizi. Mwanga kama taa au mwezi unapong'aa kwenye kioo huakisiwa na kumsumbua mwanadamu, jambo ambalo litamuathiri asiweze kuupata usingizi ambao unatakiwa. Na ndiyo maana na kushauri unapolala hakikisha unaelekeza kioo katika upande mwingine, ama hakikisha unafunika kioo chako kwa kitambaa ili uweze kupata usingizi usiokuwa na usumbufu. Namba 8, kulala huku kioo kikiwa kimeelekea uelekeo wa kitanda chako kunaweza kukusababishia mshtuko wa ghafla, jambo ambalo linaweza kuathiri afya yako. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kuwatokea binadamu ambao wamelala huku mbele ya vitanda vyao kukiwa na vioo ni kupata mshtuko wa ghafla, kwani kuna wakati ubongo wa mwanadamu unaweza kutafsiri ni kama kuna mtu anamtazama wakati mtu akiwa amelala, kwani hali hiyo ni hali ya ubongo kuchukua tahadhari dhidi ya hatari ambayo inaweza kuwa inakuja katika maisha yako. Hivyo jambo hilo linaweza kukusababishia hata mshtuko wa moyo na kupelekea kifo cha ghafla. Ninakushauri unapolala elekeza kioo katika upande mwingine. Namba 9, kuelekeza kioo katika kitanda chako kunaweza kukaathiri uhusiano wa kimapenzi. Imani za Feng Shui zinasema kioo kinachoelekezwa katika upande wa kitanda huwa kinaleta watu watatu kwenye uhusiano, yani wewe na mwenza wako mnapokuwa mmelala, alafu kioo kikaelekezwa katika upande ambao mmelala, kuna viumbe mbalimbali wa kiroho ambao wanaweza kuwaonea wivu na kutamani muanze kufarakana. Hivyo utajikuta unaanza kuingia katika mafarakano, migogoro isiyokuwa na maana kati yako na mtu ambaye upo naye katika mahusiano, ama kuna roho ambayo inaweza kumuingia mwenza wako akajikuta anaanza kuwa msaliti katika mahusiano. Ni kwa sababu kioo huwa ni kama njia ya kiroho ambayo viumbe kutoka ulimwengu mmoja wa kiroho kuja katika ulimwengu wetu vinaweza kutumia kuja. Kwa sababu kioo hicho kipo karibu na kitanda chako, basi viumbe hao wanapokuja na kukuona wewe ukiwa umelala na mpenzi wako, wanaweza kufanya vitu vyovyote vibaya ambavyo wanavitaka, ikiwa ni pamoja na kuwasababishia mafarakano katika mahusiano yenu. Namba 10, kioo huondoa faragha ya kisaikolojia. Mwanadamu anapokuwa amelala alafu mbele ya kitanda chake kukawepo na kioo, wakati huo ubongo wako unakuwa unakosa utulivu pamoja na usalama wa kisaikolojia, kwani kioo kinaweza kufanya ubongo uhisi bado upo chini ya uangalizi wa mtu fulani, hivyo hupunguza mapumziko ya kweli. Unajikuta ukilala usingizi wa mangamngam, kwani kisaikolojia mwanadamu anapotakiwa kulala hawezi kupata usingizi mzuri ikiwa kuna mtu mwingine amemsimamia huku anamuangalia, kwa sababu ubongo wako utakuwa unatafsiri ile taswira ambayo inaonekana katika kioo ni kama mtu mwingine ambaye anakusimamia wewe wakati unapokuwa umelala. Faragha ya kisaikolojia itakuwa haipo tena, jambo ambalo litapelekea uamke ukiwa umechoka, kwani ili uweze kuamka ukiwa na nguvu lazima upate usingizi ambao unatakiwa kisaikolojia. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakia wakati mwema. Asante, bye. Tukutane katika video ijayo.